يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutoka hapa nyumbani kwa mbunge mstaafu wa jimbo la Mtwara mjini Mheshimiwa Hassan Mtenga, ambapo leo jioni ya Machi 19, 2026 ameandaa iftari na kufuturu pamoja na watoto ambao hawana wazazi. Katika hafla hiyo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Shehe Mkuu wa Mkoa wa Mtwara ambaye amewakilishwa na Sheikh Akalama ambaye ametoa nasaha katika hafla hiyo, ambaye ameeleza faida ya kuwafuturisha watu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nachosema cha kwanza, ndugu yangu Mheshimiwa Hassan Mtenga, ulilofanya hili unaona kama ndogo, lakini jambo kubwa sana, jambo ambalo la kuwakusanya watu kama sisi watu wazima, lakini ukawakusanya watoto wadogo wakaingia katika nyumba yako kuja kupata chakula pamoja na wewe au pamoja na sisi, ni jambo zito ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwa jumla yake kwamba yoyote anataka kumfunguza aliofunga, basi thawabu za wale waliofunga wale zote na wale wanapata, na yeye anapata thawabu za wale wafungaji, na hawapungui chochote wale. Yani maana yake ni kwamba sio kwamba atapata thawabu zao atawapa yeye, yani thawabu zote zile yeye anapata, yule aliwafuturisha watu, lakini pia na wao wanapata vile vile. Kama namsikia Sheikh wangu Sheikh Mkoa anasema kama hawa wafungaji watapata 100,000 thawabu, na basi na wewe unapata 100,000 za wote hawa, 100,000 mara kadhaa. Kwa Mwenyezi Mungu akujalie kila kheri. Lakini jingine niseme kwa muhtasari, kama nilivyoambiwa, sisi iko haja ya kushukuru. Mtume anasema mtu akufanyia jambo jema ni vema umlipe. Yani kama hivi tukualike na sisi majumbani kwetu, tukualike kama hiyo, tule samaki na ghasia na nini, lakini kama uwezi basi unaweza, kama uwezi Mtume asamuombee dua. Sasa hata kusema tu kwamba Bwana Hassan Mtenga Mwenyezi Mungu amjalie kila kheri, tutashindwa? Kwa hiyo sisi tunakuombea dua. Uwezo wa kununua samaki bwana nikakualika kwangu itakuwa ngumu, samaki kula mayai na nini, Mwenyezi Mungu akujalie kila kheri. Lakini tunakuombea dua, Mwenyezi Mungu akutengenezee mambo yako yote, yale yote ambayo mabaya Mwenyezi Mungu akuepushe nayo, lakini yale yote mazuri Mwenyezi Mungu akupe. Yani jambo hili ni adhimu sana, kwa sababu iftari ina namna mbili. Kuna iftari ya kuja kufuturu watu wa kawaida, lakini kuna kuwafunguza watu si wa kawaida. Yani wale sio kama wengine wale wamefunga, wengine hawajafunga, lakini kukaa nao watoto wenye mazingira magumu, kukaa nao watoto labda mayatima wamekosa baba, malipo yake huwezi kuyahesabu kwa kweli. Mratibu wa kituo cha watoto yatima ambao wamekuja hapa kujumuika katika iftari ametoa neno la shukrani kwa niaba ya watoto hao. Niendeleze shukrani zangu kwa Mheshimiwa Hassan Mtenga. Mwenyezi Mungu kwa kweli akujaze kila la kheri. Hatutokuwa na zaidi ya kukushukuru. Kwa kweli unafanya kitu kikubwa na umefanya kitu kikubwa. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kukushukuru tu na kukuombea kwa kweli. Hata kama tukakaa mpaka saa 5 usiku, tutapita mule tu kwenye kushukuru. Sisi watoto hawa tunawalea na nyinyi ndio mnaowalea watoto hawa. Kiukweli kabisa mimi kusema kwamba nitapata uwezo wa kununua vyakula kama alivyosema Sheikh Akalama hapa, sidhani kama nitapata uwezo huo. Japo inawezekana kwa Mwenyezi Mungu, sio makubwa hayo. Lakini nyie ndio mnaowezesha watoto hawa. Lakini sisi mpaka sasa hivi kuna vitu ambavyo tumejitahidi, tumevipata, tuna uwezo wa kupita, tunasema kwa Mzee Abdul Swamadu kwamba tunacho kitu fulani. Kwa hiyo sisi hawa watoto ambao tumewasajili wanafika 135 katika kituo chetu. Lakini tumepambana mpaka tumepata ardhi kule Samia City ambayo ina wastani kama square mita 1300 hivi. Lakini tuna shamba Matiu ambalo tunaangusha nazi nini
kunini, ndizi, tunaangusha mle mapera na vitu vinginevyo. Tunalo shamba linafika kama hekari 2-3 hivi. Kwa hiyo tayari tumeshaanza kula nao matunda yetu. Kule Samia City maana yetu tunachokifikiria kwamba tujenge angalau kituo ambacho kinaweza kuchukua wale watoto ambao hawatokuwa na uwezo kabisa. Hatupendezwi mtoto kulelewa kwenye kituo, lakini kuna muda mwingine inatulazimikia tufanye hivyo. Basi angalau tupate pale, tukipata hosteli moja, tukipata madrasa yetu pale, mwalimu ikawa yuko pale, lakini tukipata angalau kitu kingine ambacho kinaweza kikawakuza, tunakusudia kufanya hivyo. Lakini kwa sasa tunawashukuru sana 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 wadau wetu. Mwenyezi Mungu akujalieni kila la kheri. Tunakuombea sana mzee wetu Mzee Mtenga. Kama kuna palipokawa na matanzi, basi Mwenyezi Mungu apainue, ili mradi kwamba wewe na familia yako muendelee kukumbuka watoto hawa na wengineo ambao watakuwa ni wahitaji. Wake Mzee Mtenga, kwa kweli tunakushukuru sana. Nyumba ikitulia, basi mambo yote yanatulia. Haya yasingepatikana pasi na nyumba kutulia. Mkiwaka moto humu hakuna chochote kitakachoendelea. Kwa hiyo mke wa Sheikh Mtenga tunakushukuru sana. Mwenyezi Mungu akujaze kila la kheri, wewe na familia yako, akufanyeni wepesi katika mambo yenu. Mwisho wa sherehe hii ilihitimishwa na mwenye shughuli yake Mheshimiwa Hassan Mtenga, ambaye amepata nafasi ya kuwashukuru wale wote ambao wamehudhuria hafla hii, akiahidi mambo kadha wa kadha katika ujenzi wa kituo cha watoto yatima. Niwashukuru nyote mliokuja kwenye hafla hii na shughuli hii, lakini kubwa zaidi ni mshukuru mke wangu. Yeye ndio alinibadilisha, akanieleza, baba, unakokwenda huko siko, twende kwenye hili. Mimi wakati niko na uongozi wangu huko nyuma, mlikuwa mnaona najaza watu na ngwanda pale, watu 1000 na wafutulisha. Lakini alokanieleza ni mama, anasema pale unawafutulisha unawafahamu wote. Nikamwambia mimi siwafahamu. Kwa hiyo akaniambia sasa twende kwenye makundi maalum, na ndio maana nikatoka kwenye Nangwanda kuwafutulisha watu 1000 mwaka uliofuatia mpaka leo hii. Na inshallah Mwenyezi Mungu akinijalia kuwa na uhai, tutakuwa kila Ramadhani hawa vijana tunakuwa nao. Lakini niseme jambo moja, mlizungumza na tulizungumza mwanzo, mwaka jana tulizungumza kuhusu kituo. Nikawaelezeni kwamba mtakapokuwa mko tayari basi mnishirikisha. Na leo nimewaulizeni kwamba je, ile hatua mmefikia wapi? Wanaambia wana kiwanja tayari na vitu vingine. Mimi nitaungana na wenzangu, kile tutakachokiweza mimi kukichangia mtakipata, lakini nitajitahidi sana kwamba tuweke alama kwenye hilo jengo. Na mara nyingi mimi nasema sana, Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Tuna mambo hapa ya dunia, lakini kuna mambo ya akhera. Siku moja Sheikh Kalama nilikuwa nawaambia, tulikuwa tumekwenda kutoa zuria pale wapi? Hapa Huruma. Zuria kama la milioni 16 hivi. Nikawa nawaeleza, nikasema sisi Waislamu tuko wengi, lakini kwenye imani yetu ya Kiislamu hatuitendei haki. Nilikuwa nimezungumza pale msikitini. Nikasema leo wenzetu wa upande wa pili wakiamua kufanya jambo lao la milioni 2, ndani ya wiki 2 zimpatikana. Lakini sisi ambao tuko wengi na tuna uwezo, tuliokuwa wengi tuna uwezo, jambo la milioni 2 tutatafutana, Abdul Samad yuko wapi, bwana mzunguka huyo. Yaani ni huyo watamkamata huyo. Kwa hiyo ili hata mashehe ni vyema hata tunapoingia kwenye misikiti yetu tuwaelimishe watu kwenye hili. Sawabu wanayetoa ni Mwenyezi Mungu, lakini sisi kazi yetu binadamu ni kuitafuta sawabu. Lakini hatuwezi kuitafuta sawabu tumekaa kwenye baa hata siku moja. Kwa hiyo mimi nayazungumza haya wenzangu, Waislamu wenzangu, tujitahidi kuimarisha Uislamu. Na dini yetu ni dini ambayo inatuelekeza sisi Waislamu tuipiganie dini yetu, sio kuiangusha dini yetu. Kwa hiyo nimeamua kuyasema haya
na nimemweleza Hasani, nimewaambia watakapokuwa tayari hao mabwana, basi tukusanye nguvu wapelekee tripu kama 4 hivi au 3. Kwa mloli ule tripu 2 tu zinatosha, naweza kumaliza majengo yote. Na mambo mengine kama tutakuwa tunapata cement na nini tutasaidiana, ili tu kikaa huko. Mnajua kabisa alikuwepo Abdul Swamadu, alikuwepo hapa mzee Shebashiru. Maana leo tuko hai, lakini kesho sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tufike mahala tuseme jambo. Mimi niseme tu nyote mliofika hapa ninawashukuru sana na Mwenyezi Mungu awajalie. Toka hapa katika kata ya Shangani, nyumbani kwa aliyekuwa mbunge wa jimbo la Mtwara mjini, mimi ni Heri Abdalla, hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.